Tout de suite, info en Swahili. Wafasi wapenzi ya mjambo, baraka Mwenyezi Mungu iwafikie nyumbani kwenu popote mnapopatikana. Ndio saa tunao desturi magharibi kuwajulisha habari kulugha la taifa kwanza na Swahili. Ukarasa habari tafungua kuweza hivi kuwakumbusha kwamba jana mjini Lubumbashi katika jimbo la Okatanga, Rais wa Jamhuri Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kaweza hivi kuongoza mkutano mkubwa wa serikali. Wanamemba serikali waliweza hivi kuwapo katika mkutano huo mara 18 yaliyotizama nukta mbalimbali. Rais wa Jamhuri kupitia tangazo kaweza hivi kuwakumbusha kuhusu mkutano mara 37 ya serikali yanaotizama kuhusu kazi kubwa kuelekea shauri ya kazi na matajarisho yaliyoanzishwa tarehe 8 Aprili mwaka tunayo ya kuweza hivi kutizama kuelekea hali ya kazi kawaida kufatana na mikutano kati ya serikali, watumishi pia viongozi. Ndio katika mkutano mkubwa aliweza hivi kuwaomba kutizama hasa zaidi kuhusu faida kubwa ya watumishi serikali kuweza hivi kuwasikiliza, na vile vile kawaomba wanamemba serikali kufatana na mkutano mkubwa wa serikali kuja na pendekezo pia mawazo mbalimbali yatakaosaidia kwa ajili ya kuendesha kazi kubwa. Ndio katika mkutano huo waliweza hivi kutizama hasa zaidi kuhusu kupandishwa kwa mshahara SMIG na vile vile kuelekea hali ya kuweza hivi kusaidia kwa ajili ya watumishi kuweza hivi kufaidia kulingana na kazi yao. Baada tu ya kufika mjini Lubumbashi katika jimbo la Okatanga, makamu waziri wa kwanza waziri kusika na kazi ya uchumi Bwana Daniel Mukoko Samba aliweza hivi kuwa na mikutano mbalimbali ya mazungumzo. Kaweza hivi kukutana na wale wafanyabiashara wakubwa kuhusika na kilimo wa miindi. Bwana Daniel Mukoko Samba kaweza hivi kutizama nao pamoja kuelekea namna gani kutumika kazi kufatana na magumu yao na kujibia kwa malalamiko yao kwa ajili ya kusaidia kwa miindi na unga miindi kuwa nyingi zaidi katika eneo hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mkutano huo alipendekeza vile vile mambo mbalimbali, na baadaye Bwana Daniel Mukoko Samba aliweza hivi kuwa na mazungumzo na wachuuzi wa petroli ambao katika mazungumzo waliweza hivi kutizama kuhusu bei ya mazao hiyo ya petroli na kuishusha kawaida kufatana na namna kazi yameendeshwa. Viongozi wa FEC walikuwa hapo pamoja na wengine waliweza hivi kustaki swali lingine ya magendo kufatana na mikutano hizo miwili. Bila shaka Bwana Daniel Mukoko Samba pamoja na wale wafanyabiashara waliweza hivi kukubaliana kutumika pamoja. Moja buku kubwa yanayosemea kuhusu mipaka na enzi ya serikali, kwa mfano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni buku kubwa ambao yaliweza hivi kuoneshwa leo siku ya posho kunako Cheviz kupitia mkutano mkubwa tarehe 19 Aprili. Ni Profa Celestin Nguyandila ambaye kaweza hivi kuchapa buku hiyo. Sherehe yalipitikana mbele ya viongozi wengi. Makamu waziri wa kwanza waziri kusika na mambo za ndani ambaye aliweza hivi kuwapo katika sherehe hiyo. Aliyeandika buku Profa Celestin Nguyandila ambaye ni mwalimu mkubwa university tangu mwaka 1917, mtaalamu mkubwa anayehusika na mambo za mipaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio walifasiria kuhusu miandiko katika buku hiyo ambayo yamesemea mambo mengi kuhusika na mipaka. Yaliweza hivi kubarikiwa na Jean-Pierre Mavungu, pia wengine wengi walioisoma walifurahi ni kwamba ni buku kubwa, atasaidia watu wa sayansi pia wengi ambao wataweza hivi kuisoma.
Kulingana tu na ushambulizi kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Wakongomani wanaopatikana mahali mbalimbali wote wameamka. Kwa mfano wale kupatikana mjini Dakar nchini Senegal, ambako chini uongozi wa bwana Emmanuel Ilunga Ngoi Kasongo, ambaye waziri wa zamani mjumbe aliyehusika na mambo za kigeni, aliweza hivi kuwakusanisha katika moja mkutano mkubwa. Aliamsha zamiri yao kuwafasiria hali kupitikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wabeberu M23 FC kuendelea hivi kumwanga damu wa raia mkongomani, lakini wasujaa wa FARDC pia wazalendo wamejikaza kwa ajili ya kuwafukuza na kukinga taifa. Aliweza hivi kualika wale wote wa Kongomani kupatikana nchini Senegal kuamka na sisi wote kumtegemea rais wa jamhuri bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo katika kazi kubwa anayefanya kuhusu amani na ukimya. Ndio bwana Emmanuel Ilunga Ngoi Kasongo kaweza hivi kuwaomba hasa vijana kuwa katika umoja. Tokea huko tutaweza hivi kuwajulisha kwamba waziri makamo anayehusika na matengenezo ya kazi katika majimbo Bibi Eugenie Chela, ambaye alifika leo mjini Mbandaka, mji mkuu wa jimbo la Ekwatori, ambako alipokelewa na liwali wa jimbo bwana Bobo Boloko Bolumbu, ndio kuwapo wateule wa taifa na viongozi wengi kuhusika na kazi ya usalama. Ndio Bibi Eugenie Chela ambaye kawasalimu pia serikali ya jimbo na kuwapo wanamemba wengi wa chama cha IDPS Mbandaka. Ni kulingana tu kwa hali ya mapokeo baada tu ya kufika waziri makamo anayehusika na mambo ya decentralization kaweza hivi kuwa na mkutano wa usalama wa jimbo katika chumba cha mtaa, akuja mikono bure kufatana tu na mambo ya mashua kuzama jimboni la Ekwatori. Kaweza hivi kuleta msaada za chakula na vifaa mbalimbali kwa wale walioungua na wengine. Yote hiyo kufatana tu na kalendari ya kazi, kataweza hivi kuwatembelea wale waliopona, wale waliopatwa na msiba na wengine wagonjwa kupatikana katika hospitali. Jimbo la Otuele, bila shaka liwali wa jimbo ni bwana Jean Bakomito Ngabu, ambaye kaweza hivi kumtuma makamu wake Christophe Ndara Matata, ambaye kaweza hivi kujelekeza katika eneo ya Mongo Masi, mahali ambapo kuliweza hivi kufunguliwa kazi kubwa shamba ambao yote kwa kuinua rasmi mambo za kilimo. Ilikuwa ni sherehe kubwa ilifanyika huko katika kijiji Omba Ipeka mnane Iziro, kukitarifa kilometre chache na mji wa Iziro kunako njia Neusi. Kuwapo viongozi wengi walikuwa hapo, walijulisha furaha. Kwa mfano sultani wa asili Ambongo Nyasi Tengu uko katika sherehe hiyo bwana Christophe Ndara Matata, ambaye alisifia kwa kazi kubwa sultani wa asili na kujulisha kumshindikiza katika kazi ya kilimo kwa ajili ya mambo mengi kuendeshwa kufatana na mawazo makubwa ya rais wa jamhuri. Na vile vile kaweza hivi kuwaomba wote wengine wa sultani wa asili kwa katika vijiji kufata mfano huo. Kulikuwa hapo shamba kahawa na kadhalika ambao wengi huko walifurahi. Wateule wa jimbo la Kinshasa bila shaka hawabaki nyuma, wamejitolea katika kazi kubwa. Bwana Obe Mukanu Asukama, ambaye alitembelea njia mbalimbali kubwa upande wa CPA na katika mtamonga fula ambako njia mambo yameendeshwa kwa ajili ya majengo, kaweza hivi kutizama kuzungumza na raia kuhusu malalamiko yao. Watu wengine wamekuja kukamata eneo na kujenga pasipo uruhusa, na vile vile taweza hivi kuomba kushimikwe maofisi ya polisi katika eneo hiyo kwa ajili ya usalama raia. Akuishia pale bwana Obe Mukanu katembelea kushuka upande wa Kimbwa la Lutendele kwa ajili ya kuchungua kuhusu hali ya njia kubwa ambao yameendeshwa. Yote hiyo kaweza hivi kuzungumza na raia
kusikiliza malalamiko yao, kuweza kuwaomba kwa ajili ya kutumika kazi kubwa, kufungua mifereji, kutoa matakataka, na kuweza hivi kuomba askari polisi huko kutumika kazi vizuri zaidi, kaweza hivi kusikiliza malalamiko mbalimbali itokea kwa raia. Katika jimbo la Lualaba huko, jinsi semavyo vizuri havioze bado, kiongozi wa mambo za sheria mjini Kolwezi ambaye ametoka hivi kufaulu na kupokea cheti kikubwa cha heshima, ndio yaliweza hivi kutolewa kufatana na kazi kubwa anayefanya Marc Richard Kapongo, ambaye kaweza hivi kusifiwa na moja muungano Kongo Lipanda ya Ben Mbedi, ambaye pamoja na wengine waliweza hivi kujulisha kazi kubwa bwana Marc Richard Kapongo amefanya kwa ajili ya kuinua mambo kubwa ya maendeleo na sheria, bila shaka kuweza hivi kutumika vizuri zaidi. Waliweza hivi kusifia kwa tunda la kazi hiyo. Ngambo yake bwana Marc Richard Kapongo, wakati aliweza hivi kuchugua masemi na kupokea kikombe, kawasifia na kujulisha bila shaka atajitolea katika kazi kubwa, kazi itakaomruhusu kuendelea tu kwa ajili ya kutegemea serikali na mambo za sheria huko mjini Kolwezi, bila shaka kuendeshwa jinsi inavyostahili. Kufatana na hatua yaliyotolewa na kuchuguliwa na liwali wa mji wa Kinshasa bwana Daniel Bumba, ndio viongozi wa mtaa wamejitolea na kazi, kama vile kiongozi wa mtaa Kinshasa Bienveni Mbalibi, ambaye kaweza hivi kuleta vifaa kawaida vya kazi na kuamsha zamiri ya raia, hasa wachuuzi, kutumika kunako barabara Kabambare Kasavubu, ambao huko waliweza hivi kutumika kazi kubwa, kufungua mifereji, kutoa matakataka, hasa uchafu, kuisafisha vizuri zaidi. Ni namna ya kuondosha raia na kuepusha katika swali ya maji kuweza hivi kuishia pale. Aliweza hivi kuendelea bwana Bienveni Mbalibi kunako barabara Itaga Kasavubu, mahali ambapo huko pia pamoja na polisi kazi kubwa yaliendeshwa. Wale hawaheshimu kwa madadi mipango waliweza hivi kuona duka yao kuweza hivi kufungiwa, lakini vile vile walitolea na kazi kubwa ya kuweza hivi kusafisha na kuomba raia kufata mfano huo. Katika mtaa Lingwala vile vile huko, kiongozi wa mtaa bwana Norbert Mushinga Luindula bila shaka amefata mwito yaliyotolewa na bwana Daniel Bumba Kin Ezobonga, ndio alianzisha kazi kubwa ya kuweza hivi kusafisha njia mbalimbali na kuondoa vile vile kioske, ikiwa meza ambao wameipanga mahali sivyo stahili. Walipitia kunako barabara Nyangwe, barabara Kalembelembe, mahali ambapo huko bila shaka alitizama namna gani kazi kubwa imeendelea ya kutengeneza njia mbalimbali na shirika Weza, ambao huko kwa ajili tu ya kuweza hivi kusafisha mahali ya maji kuweza hivi kupitia mahali mbalimbali. Kiongozi wa mtaa wa Lingwala bwana Norbert Mushinga Luindula aliweza kupitia mahali mengine mbalimbali. Shaba ilikuwa ya kutizama namna gani kazi bila shaka imeendeshwa vizuri na vile vile kuweza hivi kuamsha zamiri ya raia. Kabla kumaliza, wafasi wapenzi, nizamu hapo sasa katika mtaa Barumbu, mahali ambapo kunako masanganjia barabara Nyanza na Galaxy Ndamo, mahali ambapo kiongozi wa mtaa Barumbu ambaye aliweza hivi kuanzisha kazi kubwa bwana Christophe Lumami, ambaye aliweza hivi kujionea machoni kuangalia namna gani kazi kubwa kwa ajili ya kuepusha raia kwa swali ya maji kujaa katika mtaa ya Barumbu, ndio aliweza hivi kuwa pamoja na raia vifaa na gari kubwa yaliweza hivi kuwa huko, baada tu ya kuondosha uchafu kuweza hivi kuibeba na kuipeleka
Mbali zaidi mifereji mbalimbali uko uchanga yaliweza hivi kuondoshwa. Bwana Christophe Lomami kaweza hivi kuwapo peke yake kwa ajili ya kutizama namna gani bila shaka kazi hiyo kubwa ambayo yameendeshwa ni vizuri ikiwa mvua imenyesha mtaa ya Barumbu yataepushwa, kwani mifereji mbalimbali yaliweza hivi kuona mchanga na uchafu kuondoshwa. Alialika raia ni kuepuka kutupa uchafu ndani za mfereji, kwani haiko yalala. Haya wafasi wapenzi, aksanti kwa wote. Habari hii imepiga nukta mwisho. Wapendelevu wa RTNC kwa romoja nimewalika kufata tu televisheni ya raia.